itapokea dozi 70,000 za chanjo ya Ebola iliyoidhinishwa kwa ajili ya kujikinga dhidi ya virusi hivyo. Hata hivyo, WHO imeonya kwamba chanjo hiyo haijaidhinishwa dhidi ya aina ya virusi vya Ebola vinavyoenea nchini humo kwa sasa, ambayo ni Bundibugyo. DRC imekumbwa na mlipuko wa Ebola huku mamlaka za afya zikiendelea kuchukua hatua za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Agnes Penda anatueleza zaidi. Shirika la Afya Ulimwenguni limesema kuwa dozi za chanjo hiyo ijulikanayo kama Ervebo, ambayo imethibitishwa kuwa salama na inaweza kuzuia virusi vya Ebola aina ya Zaire, zilitolewa siku ya Jumatatu na shirika la kimataifa linaloratibu utoaji wa chanjo za majaribio na matumizi yaliyodhibitiwa ili kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. WHO imesema kuwa chanjo hiyo imeidhinishwa kwa matumizi ya kuzuia virusi vya Ebola na kuwa chanjo 20,000 zitatumika katika awamu ya 3 ya majaribio dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Aidha, shirika hilo limesema kuwa dozi nyingine 50,000 zitatolewa kwa hudumu wa afya walioko katika mstari wa mbele wa kupambana na Ebola. Chanjo hizi zimetolewa kufuatia ombi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo tayari imerekodi zaidi ya visa 5,000 vya Ebola, ikiwemo zaidi ya vifo 2,300 tangu mlipuko huo kutangazwa miezi mitatu iliyopita. Maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pakubwa na mlipuko huo wa Ebola, hasa kutokana na miundombinu duni ya afya na uwepo wa makundi ya watu waliojihami silaha. Zaidi ya watu 15,000 barani Afrika wamefariki kutokana na janga la Ebola katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hadi sasa hakuna chanjo au tiba iliyoidhinishwa dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Mapema mwezi huu, wataalamu wa shirika la Afya Ulimwenguni walipendekeza majaribio ya chanjo hiyo ya Ervebo, ambayo ndiyo chanjo pekee dhidi ya Ebola, ili kutathmini ikiwa ina uwezo wa kutoa kinga dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Wataalamu wa WHO wamesema kuwa takwimu za awali, hasa kutoka kwa majaribio yaliyofanywa kwa wanyama, zimeonyesha kuwa chanjo hiyo inatoa kinga dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Na ili kuangalia suala hili la janga la Ebola kwa kina, nimezungumza na John Kabwa ambaye ni mwanaharakati wa kijamii mjini Bunia, mashariki mwa DRC, moja ya miji iliyoathirika zaidi na virusi vya Ebola. Kwanza nimemuuliza, je, wakazi wa eneo hilo wamepokea vipi tangazo la majaribio ya chanjo dhidi ya Ebola? Tumepokea hiyo taarifa ya kwamba chanjo imekuwa tayari. Tumeipokea kwa furaha kubwa, kwa sababu huu ugonjwa tangu uanze tumepoteza familia nyingi, na bado huu ugonjwa unaendelea kusambaratika ndani ya majimbo. Naona DRC na majimbo karibu 26 na sasa karibu jimbo 6 ina virusi hivyo. Sasa chanjo hiyo ikaja, itaweza kuzuia usambazaji wa hivyo virusi vya Ebola. Wamesema chanjo 70,000 pekee. Hii inatosha? 70,000 hiyo pekee haitoshi. Nchi kama DRC ni nchi kubwa, na sina imani ya kwamba chanjo hiyo ni zidi tu ya DRC pekee. Hapana, ni Afrika nzima, kwa sababu unajua DRC ni nchi ambayo iko katikati ya Afrika, na tunasafiri sana, tunachangia sana na ya maneighbors wetu Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi, Zambia. Hii chanjo ni ndogo, lakini tunahitaji hiyo chanjo kwa haraka iwezekanavyo sana jimboni Ituri, kwa sababu watu wanafariki usiku na mchana na idadi ni kubwa sana. Sasa hivi tunavyozungumza, hali iko vipi? Hali ni mbaya sana. Watu wanafariki every day. Mahospitali yote imejaa wagonjwa wa Ebola, na ni jambo la kutiisha na la kushangaza sana. Raia wako tayari kujitolea kupokea chanjo hii jaribio? Wapo tayari. Sidhani kama kuna kuwepo ule atakayepinga, kwa sababu hakuna namna nyingine. Kumekuwa na baadhi ya wakazi wakiamini kwamba chanjo dhidi ya Ebola ni ya kuwamaliza watu wa jamii fulani ama kuwazuia kutopata watoto. Je, wananchi wamepewa mafunzo ili kuachana na imani hizi potofu? Imani hizo sasa hazipo. Nafikiria kuna watu ambao wana vichwa feki ndio wanaweza kusema hii chanjo huu ugonjwa ni wa kabila fulani ama nini, lakini watu sasa hivi serikali imeweka vikwazo na imeweka mafunzo pamoja na hawa watu wa WHO wanafanya sensibilization kubwa sana, na kila mtu sasa ameelewa kwamba hivyo virusi ni virusi hatari, vinaua.
Naam, shukran sana. Huyo amekuwa ni mwanaharakati John Kabwa kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Polisi nchini Zambia wamethibitisha kwamba waziri wa zamani wa serikali aliuawa kwa kupiga risasi wakati wa operesheni ya vikosi vya usalama katika nyumba ya kiongozi mkuu wa upinzani baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Operesheni hiyo ilifanyika siku moja baada ya uchaguzi huo ambapo Rais Hakainde Hichilema aliongoza na kuwa muhula wa pili kwa kupata 60% ya kura kwa mujibu wa mamlaka ya uchaguzi. Sasa serikali imesema kwamba uvamizi huo ulilenga kundi linaloshukiwa kwamba kuwa wanamgambo na ambalo lilionekana kuwa tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Zaidi na Nasteha Mohamed. Kiongozi wa upinzani Brian Mundumbile ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo alisema tukio hilo lilifanyika nyumbani kwake ambapo mbunge Mutotwe Kafwaya alipigwa risasi na kwamba hakuweza kupata taarifa zozote kuhusu aliko tangu wakati huo. Mundumbile ambaye alijificha baada ya tukio hilo alipinga madai kwamba muungano wake wa NRPUP ulikuwa unadaiwa kuhusika katika uasi na shughuli za wanamgambo. Baada ya familia ya Kafwaya kuongeza shinikizo ikitaka taarifa kuhusu aliko, polisi walithibitisha katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa Jumatano kwamba aliuawa katika operesheni ya kikosi cha pamoja cha usalama. Kwa mjibu wa maafisa wa usalama ni kwamba walikumbana na milio ya risasi na upinzani kutoka kwa watu wasiojulikana, hali iliyosababisha kikosi hicho kujibu mashambulizi hayo kwa kufyatua risasi. Taarifa hiyo ikiongeza kwamba tukio hilo lilisababisha mwanamume mmoja ambaye hakutambuliwa kujeruhiwa kwa risasi na kufariki, huku maafisa hao wakisema walipata bunduki katika tukio hilo. Miongoni mwa watu 11 waliokamatwa walikuwa makamanda watatu wa zamani wenye uzoefu mkubwa wa kijeshi, ilisema taarifa hiyo. Mundumbile amesema kuwa baadhi ya watu waliokamatwa ni wanachama wa kikosi chake cha ulinzi pamoja na viongozi wa upinzani. Kafwaya mwenye umri wa miaka 49 alikuwa waziri katika serikali ya mwaka 2016 hadi 2021 iliyoongozwa na chama cha Patriotic Front ambacho ni mpinzani wa chama tawala cha UPND kinachoongozwa na Hichilema. Alikuwa mbunge wa zamani wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Hichilema kuanzia mwaka 2021 hadi 26. Kwa mjibu wa matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, Mundumbile alipata nafasi ya pili baada ya kupata takriban 38% ya kura. Mundumbile alisema Jumatano kwamba kampeni yake ilibaini kile alichokitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa taratibu na kwamba atapinga matokeo hayo mahakamani. Waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo ulikumbwa na madai kutoka kwa upinzani kuhusu vitisho, kukamatwa kwa watu, utekaji nyara na ghasia. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk Jumatano alizitaka mamlaka za Zambia kuacha kuwakamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki za kisheria za wote waliokamatwa. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Lakini je, msikilizaji, hali ya kisiasa na vilevile kiusalama ikoje nchini Zambia kwa sasa? Ili kufahamu hayo na mengine mengi, awali nimezungumza na Nixon Katembo ambaye ni mwanahabari wa mataifa ya kusini mwa Afrika. Kwa sasa ni kweli hali inaendelea kidogo kuwa ya mashaka, kwa maana kuwa baadhi ya viongozi wa upinzani wamekamatwa na upinzani pamoja na kulalamikia hali ya kunyanyaswa, serikali inasema kwamba hali inaendelea kuwa tulivu, na chama tawala cha UNDP cha Hakainde Hichilema kimeweza kutoa wito kwa umoja wa kitaifa na kuangalia hali ya baadaye ya Zambia kuliko kuzingatia siasa za uchaguzi. Upinzani bila shaka wanazidi kusema kwamba watapinga matokeo mahakamani. Unadhani hilo litakuwa na athari gani kwa utulivu wa kisiasa nchini Zambia? Bila shaka itatokana na uamuzi wa mahakama, vile mahakama itatoa uamuzi huo, na pili, ushahidi ambao utatolewa na upande wa upinzani kwa mahakama, aina ya malalamishi ambayo ataweza kuyakilisha, na uamuzi ambao utatolewa na mahakama baada ya kusikiliza kesi hiyo. Na iwapo maamuzi yatatoka ndivyo sivyo, basi wadau wote wahusika wa kisiasa wazingatie hali ya utulivu na amani ndani ya nchi hiyo kama inavyohitajika. Na je, upinzani, Katembo, wameshapeleka malalamishi
malalamishi yao ama bado? Wameelezea azma yao na wanasema kwamba wanaandaa kuwakilisha baadaye hii leo au kesho, na hili tutaweza kulijua ni ushahidi gani wameweza kutosha kutokana na kesi itakavyosikilizwa mahakamani. Na je, kuhusu habari za aliyekuwa waziri kuuawa, upinzani bado wanasema kwamba hakuhusika na serikali inasema kwamba alihusika. Je, kwa sasa hilo linaelezewaje? Ukweli uko wapi? Ukweli ni kwamba unaonyesha hali ya wasiwasi na mvutano wa kisiasa wa ndani sana ambao unaleta mgawanyiko miongoni mwa Zambia, na pia swala la tishio la usalama. Zambia kwa ujumla imekuwa taifa mfano katika kanda hili la SADC, pamoja na kuhakikisha kwamba demokrasia inakita mizizi, lakini tunaona kwamba msingi huo wa kidemokrasia na miundombinu iliyowekwa, taratibu za kikatiba kidogo zinapata changamoto kutokana na kuuliwa kwa waziri huyo wa zamani, sababu Zambia ni nchi ambayo haijawahi kushuhudia machafuko kama haya kutokana na hali ya kisiasa hadi waziri akauliwa. Lakini hii imewashangaza wengi kwamba huenda ikatumbukiza Zambia katika hali pabaya ya kiusalama. Na kama vile ulivyotaja, Zambia imekuwa mfano hasa wa demokrasia wakati wa uchaguzi ama wakati na baada ya uchaguzi. Je, sintofahamu hii, Katembo, inaweza kuathiri vipi uhalali na uaminifu wa serikali mpya ya Hakainde Hichilema ambayo ataitengeneza? Pengine itatokana na uamuzi wa mahakama. Kwanza, serikali ina zaidi ya wabunge 130 na kitu, huku upande wa upinzani ukiwa na wabunge zaidi ya 60. Kwa hivyo nadhani wanaweza katumia hiyo kuendesha sera za serikali, na pengine kampa pia Rais Hakainde Hichilema kwa njia moja kiburi cha kusema na wingi bungeni. Hilo ni moja. Upande wa pili, bila shaka malalamishi ambayo yatatolewa na ushahidi ambao utatolewa mahakamani, basi unaweza pia ukadhihirisha kutoaminiwa kwa serikali kuendelea mbele kutokana na kile kitakachoonekana kuwa pengine uchaguzi huu ulikuwa batili na umefanyika kwa udanganyifu mkubwa. Na je, wananchi wenyewe wa Zambia, tukizingatia kwamba jana kulitolewa kauli na Umoja wa Mataifa kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wananchi wenyewe hali yao ni vipi? Je, wanasema vipi? Wana maoni yapi? Ama pia wao wanasubiri tu? Wananchi wa Zambia wana hisia mseto. Ukiwauliza wa kutoka mahali mbalimbali, kwa mfano wale ambao wanaunga mkono sana upande wa upinzani, wanaelezea fedheha kutokana na kile wanachokitaja kuwa wizi wa kura katika uchaguzi huu. Ukiwauliza wale wa mikoa ya kati na kusini magharibi, na unaona kwamba wao wamefurahia na wanasema kwamba ni vizuri kwamba Rais Hakainde Hichilema ataendelea na sera zake za kutengeneza uchumi wa Zambia na kuweza kuunda ajira zaidi kama alivyoahidi katika kampeni zake za uchaguzi. Nixon Katembo akihitimisha mazungumzo na mwenzangu Phyllis Mwate. Meya wa Kiev Vitali Klitschko ameiambia BBC kuwa Ukraine inahitaji msaada zaidi kutoka kwa washirika wake ili kuwalinda raia baada ya mashambulizi makali ya Urusi usiku kucha. Klitschko alifanya ziara katika moja ya maeneo yaliyolengwa katika mji mkuu huo ambako majengo kadhaa yaliharibiwa. Takriban watu 15 wameuawa na zaidi ya 40 kujeruhiwa. Miongoni mwa maeneo yaliyopigwa ni majengo ya makazi, shule na hospitali ya watoto. Zaidi na Halima Nyanza. Klitschko alikuwa katika wilaya ya Solomiansk akikagua madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo, wahudumu wa dharura waliendelea kuchambua vifusi kutafuta manusura. Kuwavunja moyo wa Ukraine na kuwaleta katika hali ya kukata tamaa na kutekeleza ndoto ya Putin ni kwamba tunapaswa kusalimu amri. Hilo halijawahi tokea. Tunahitaji risasi na silaha za kutosha. Tunahitaji mifumo ya kuzuia makombora. Tunahitaji msaada kutoka kwa washirika wetu, kwa sababu huu ni ulinzi kwa raia wetu, ni ulinzi wa maisha ya wananchi wetu. Mbunge wa Ukraine Oleksiy Goncharenko aliambia BBC kwamba Ukraine haina kabisa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora aina ya ballistic na haiwezi kufanya chochote bila silaha za kuyanasa. Akizungumza na kipindi cha Today cha BBC Radio 4, alisema Urusi inatumia hilo kujaribu kuharibu miundombinu kwa kiwango kikubwa iwezavyo. That was a heavy night, really difficult one. Usiku huo ulikuwa mgumu sana. Kwa kweli ulikuwa usiku wa kutisha. Makombora kutoka Urusi yakiwemo makombora ya balistiki na aina nyingine makombora yalishambulia jiji. Tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba hatuna makombora ya kuzuia mashambulizi kwa ajili ya mifumo ya Patriot. Hatuwezi kuzuia makombora ya balistiki.
Tunaweza kuzuia droni, naam, aina mbalimbali za droni za Urusi pamoja na baadhi ya makombora ya Urusi, lakini makombora ya balistiki ni tishio kubwa sana, na kwa sasa hatuna ulinzi kabisa dhidi ya makombora haya. And for the moment we are absolutely unprotected from them. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky alisema kwamba madam Ukraine haina mifumo ya kutosha ya kuzuia makombora ya ballistic, Urusi haitafikiria kwa dhati kuhusu amani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema inatumia silaha zinazorushwa kutoka angani, ardhini na baharini kulenga vituo vya kijeshi na maghala. Ukraine imekuwa ikitegemea usambazaji wa Marekani wa makombora ya kuzuia mashambulizi ya Patriot kukabiliana na makombora ya ballistic ya Urusi. Hata hivyo, Marekani imetumia sehemu kubwa ya akiba yake ya makombora hayo katika vita vya Mashariki ya Kati na imekuwa ikiipatia Ukraine kiwango kidogo zaidi. Wito wa Rais Zelensky wa kupewa misaada zaidi ya kijeshi ulikuja wakati akikabiliwa na changamoto ya kisiasa kutoka kwa waziri wa zamani wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye ni maarufu na ambaye ametaka uchaguzi ufanyike. Fedorov pia ameishambulia vikali serikali akidai kuwa ufisadi umeinyima jeshi silaha. Tangu mwezi wa Julai, Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara vituo vinavyomilikiwa na kampuni ya biashara mtandaoni ya Wildberries ambayo ni sawa na Amazon nchini Urusi. Licha ya mashambulizi yanayoendelea na udhaifu wa pande zote mbili, kumekuwa na maendeleo chanya katika juhudi za kidiplomasia za kujaribu kufanikisha usitishaji wa mapigano. Pande zote mbili zinashutumiana kwa kuwalenga raia. Urusi ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 na kwa sasa inadhibiti sehemu ya ardhi ya Ukraine ambayo kwa kiasi kikubwa iko katika maeneo ya mashariki ya nchi yanayopakana na Urusi. Shukran Halima Nyanza kwa taarifa hiyo, lakini nikukumbushe tu msikilizaji kwamba kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili habari kemkem tumekuandalia pale. Ukienda utaona pale moja kwa moja Trump atangaza hatua kali zaidi za kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake, lakini habari yetu kuu vile vile unaweza enda kuisoma pale kwa kina zaidi, ambapo DRC kupokea dozi 70,000 za chanjo ya Ebola, lakini kuna hii nyingine ambapo watu waliojihami wateka meli ya mzigo na kuielekeza Somalia. Lakini kitu pia ukurasa wetu wa YouTube anaona maoni ya wasikilizaji wetu hapo. Henry Francis Wegoshora anasema anawapata mubashara toka Entebbe, Uganda kupitia redio wa shirika na vile vile YouTube. Tunakushukuru sana. Chacha Mwita anasema Nairobi, Kenya na wapata kikamilifu lakini nikiwa Zanzibar. Shukran sana. Masi Humphrey wa Singida, Tanzania anasema shukran kwa jitihada zilizofanyika hadi kupambana na chanjo ya Ebola. Zambia wafikie mwafaka wa kisiasa. Naye Nicolas Baba Fulora wa Manyovu Buhingwe, vyombo vya dola nchini Zambia vichunguze kwa makini chanzo cha kifo cha waziri huyo wa zamani William Okoa, lakini yeye anasema anatupata kutoka Bunia Town, Kongo. Na sasa msikilizaji, tunampisha Shuaib Ibrahim akuletea habari za michezo. Na shukrani. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain wamelazimika kubadilisha uwanja watakapochezea mechi yao ya kwanza ya ligi hiyo dhidi ya klabu ya Rennes baada ya joto kali la kiangazi kuharibu vibaya uwanja wao wa nyumbani wa Parc des Princes. Mechi hiyo ambayo awali ilipangwa kupigwa katika dimba la Parc des Princes weekend hii sasa itachezwa mjini Rennes. PSG imesema uwanja huo haukuwa katika hali salama kwa wachezaji na klabu hiyo imeomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa na mabadiliko hayo, ikisema ni uamuzi uliotokana na hali isiyo ya kawaida. Ufaransa ilikumbwa na kiwango kikubwa zaidi cha joto kuwahi kurekodiwa mwezi Juni, huku hali joto mjini Paris likifika karibu nyuzi joto 41 vipimo vya Celsius. Nchini England, nahodha wa klabu ya Liverpool Virgil van Dijk amesema klabu hiyo haina chochote cha kuthibitisha inapoanza msimu mpya wa Premier, licha ya msimu uliopita kuwa wa kukatisha tamaa na kusababisha kocha Arne Slot kufutwa kazi. Liverpool ilianza vizuri msimu uliopita, lakini ilipata matatizo baada ya kukumbwa na majeraha chungu nzima na kupoteza mechi 9 kati ya 12. Kwa jumla, the Reds walipoteza mechi 12 za ligi kuu nchini humo. Wachezaji muhimu wakiwemo
Mohamed Salah, Ibrahima Konate na Andy Robertson wameshaondoka Anfield, huku kocha mpya Andoni Iraola akipewa jukumu la kurejesha mtindo wa soka wenye kasi. Van Dijk anakiri kuwa msimu uliopita ulikuwa haukubaliki, lakini ameongeza kuwa kikosi kiko tayari kupambana na kuboresha matokeo msimu huu. Na mashirika ya mashabiki wa soka duniani yameanzisha ombi la kumtaka rais wa FIFA Gianni Infantino kujiuzulu pamoja na mageuzi makubwa ndani ya shirikisho hilo. Hatua hiyo inafuatia ukosoaji mkubwa kuhusu mpango wake Infantino wa kutafuta wawekezaji binafsi kuendesha mashindano makubwa ya FIFA ikiwemo kombe la dunia, mpango ambao baadaye ulifutwa. Mashabiki pia wamekosoa sera ya bei za tiketi na ushiriki wa FIFA katika mjadala wa European Super League. Wanadai Infantino amejilimbikizia madaraka mengi na FIFA inahitaji mageuzi ya msingi ili kurejesha imani na uaminifu. Klabu ya Tottenham iko kwenye mazungumzo na Manchester City kuhusu usajili wa washambuliaji wakiwemo Sabinho na Omar Marmusha. Wachezaji hao walipata muda mchache wa kucheza msimu uliopita na wanaweza kuondoka Etihad. Spurs wanataka kuimarisha safu yao ya ushambuliaji baada ya kumaliza katika nafasi ya 17 kwenye msimamo wa jedwali la ligi kuu nchini humo msimu uliopita. Katika Formula 1, Max Verstappen ameongeza mkataba wake na kampuni ya mashindano ya magari ya langalanga yani Formula 1 ya Red Bull hadi mwaka 2030 na hivyo kuondoa uvumi kuhusu mustakabali wake. Bingwa huyo wa dunia mara 4 amekuwa akikabiliwa na changamoto za utendaji wa Red Bull msimu huu, lakini bado ana imani na mipango ya timu. Verstappen ameshinda mbio za magari ya langalanga mara 71 na anashikilia mataji 4 akiwa na kampuni ya Red Bull tangu kujiunga na timu hiyo mwaka 2016. Na katika tennis, mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani upande wa wanawake Aryna Sabalenka ameondolewa kwenye michuano ya Cincinnati Open baada ya kushindwa kwa seti 7-6, 6-4 na Sara Bejlek wa Jamhuri ya Czech. Wakati huo huo, mchezaji nambari 1 kwa wanaume Alexander Zverev wa nchini Ujerumani naye ameondolewa michuano hiyo na Tommy Paul wa nchini Marekani. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo na wachezaji. Msikilizaji, ni Shuaiba Ibrahima. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni hii. Polisi nchini Zambia imethibitisha kuwa waziri wa zamani wa serikali aliuawa kupigwa risasi wakati wa operesheni ya vikosi vya usalama katika nyumba ya kiongozi mkuu wa upinzani baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Jeshi la Israel linawachunguza wanajeshi wake wanaotuhumiwa kutekeleza shambulio lililosababisha kifo cha mtoto wa miaka 5 huko Gaza. Urusi imefanya mashambulizi makali ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyosababisha vifo vya watu 15 dhidi ya Kiev na miji mingine nchini Ukraine. Na shirika la afya duniani limesema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itapokea dozi 70,000 za chanjo ya Ebola. Hii ni BBC. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Phyllis Mwote, mwenzangu ni Martha Saranga. Jeshi la Israel limekiri kwamba wanajeshi wake walifyatua risasi dhidi ya gari huko Gaza na kumuua mtoto wa miaka 5 Hind Rajab pamoja na wanafamilia wake. Jeshi hilo vile limesema limeanzisha uchunguzi rasmi wa kijinai kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, hatua hiyo imekuja wakati kukiwa na ukosoaji wa kimataifa, huku mataifa kama Australia wakielezea hasira baada ya waendesha mashtaka wa kijeshi wa Israel kuamua kutofungua mashtaka ya kijinai dhidi ya shambulio la ndege isiyo na rubani lililowaua wafanyikazi 7 wa shirika la World Central Kitchen, akiwemo raia wa Australia Zomi Francom. Zaidi na Omari Mkambara.
Ni sauti ya Hindi Rajabu mwaka 2024, sauti ya mtoto akiwa peke yake katikati ya vita, akiwa amejificha ndani ya gari la mjomba wake katikati ya mili ya ndugu zake. Saa za mwisho za maisha ya mtoto Hindi Rajabu mwenye umri wa miaka 6 aliyerekodiwa katika kampeni ya siku 12 na maafisa wawili wa huduma walipompata. Sauti ya Hindi ilikatizwa na mlio wa risasi zilizofyatuliwa. Gari la wagonjwa lililotumwa kumfikia katika hatua iliyoratibiwa na jeshi la Israel lilishambuliwa kwa makombora na kusababisha vifo vya wahudumu wawili wa afya. Mwili wa Hindi ulipatikana siku kadhaa baadaye pamoja na miili ya watu wengine waliouawa. Wakati huo mwaka 2024, mama yake mzazi alitaka haki. Kwa kila aliyesikia sauti yangu, sauti ya ombi la binti yangu, lakini hakumuokoa, nitawahoji mbele ya Mungu siku ya hukumu. Netanyahu, Biden na wote walioshirikiana dhidi yetu, dhidi ya Gaza na watu wake, na waombea mabaya kutoka kilindi cha moyo wangu. Hindi ni mmoja tu kati ya watoto waliouawa katika wiki 18 za vita Gaza, na leo miaka miwili baadaye jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema linaanzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo pamoja na mauaji wa wahudumu wawili wa afya waliotumwa kuokoa maisha ya Hindi. Uchunguzi pia utaanzishwa kuhusu mauaji ya maafisa 15 wa kutoa misaada ya dharura waliouawa na wanajeshi wa Israel mjini Rafah mwaka jana. Matukio haya yote mawili yalilaaniwa vikali kimataifa. Awali jeshi la Israeli lilisema kuwa hakuna askari hata mmoja kati ya askari wake aliyekuwa kwenye eneo hilo wakati Hindi alipouawa. Hata hivyo, kauli hizi zilianza kutiliwa shaka baada ya IDF iliposema kuwa imefanya operation dhidi ya maeneo yaliyotumiwa na magaidi kwa kutumia vikosi vilivyokuwa vikifanya kazi katika jiji la Gaza, ikiwemo Tel Hawa ambapo Hindi alikuwepo. Nako nchini Australia, hamaki imeibuka kwa viongozi wa serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Australia amelaani hatua ya jeshi la Israeli kutokuamua kufanya uchunguzi wa kimahakama kuhusu kifo cha Zomi Francom aliyeuawa katika shambulio la anga huko Gaza. Francom, raia wa Australia, alikuwa akifanya kazi na shirika la World Central Kitchen. Aliuawa pamoja na wenzake 6 katika shambulio la Israel mwezi Aprili mwaka 2024. Waziri wa mambo ya nje Pen Wong alisema katika taarifa yake kwamba uamuzi huo haukufikia kiwango cha uwajibikaji kinachotarajiwa na kumuita balozi wa Israel kujieleza. Uamuzi huo kuhusu kisa cha Francom unapingana na tangazo la IDF katika taarifa kwamba itafanya uchunguzi wa kimahakama kuhusu mauaji yaliyofanywa na wanajeshi wa Israel dhidi ya msichana wa Palestina mwenye miaka 25 Hindi Rajabu na ndugu zake 6 huko Gaza mwaka 2024. Kwingineko ni kwamba mwanamfalme Harry na mkewe Meghan wanatarajiwa kurejea kuishi Uingereza mwezi huu, miaka 6 baada ya kujiondoa katika majukumu yao ya kifalme na kuhamia Marekani. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, mwanamfalme wa Sussex na mkewe watahamia Uingereza kwa kipindi kirefu pamoja na watoto wao wawili wakitokea California. Watoto hao wanatarajiwa kuanza shule nchini Uingereza mwezi Septemba. Taarifa zaidi na Isabella Magodi. Hakuna kauli rasmi iliyotolewa na msemaji wa Prince Harry au Buckingham Palace kuhusu hatua hiyo. Hata hivyo, chanzo cha karibu na wanandoa hao kimefichua na kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo za kurejea kwao. Kulingana na jarida la The Daily Telegraph, wanandoa hao hawatastiriwa kwenye makazi rasmi ya kifalme. Tofauti na awali, wataendelea kubaki kama wasofanya kazi kama ilivyokubaliwa awali na marehemu Malkia Elizabeth wakati alipojiondoa rasmi mnamo Machi mwaka 2020. Harry alimwoa mwigizaji wa zamani Meghan Markle katika harusi iliyofanyika katika kasri la Windsor mnamo mwaka 2018. Wengi walitarajia kwa ndoa yao na Bi Meghan, ambaye mama yake ni mweusi, ingeweka msisimko mpya katika taasisi hiyo ya kihistoria. Hata hivyo, haikuchukua muda mrefu kabla ya nyufa za mivutano kuanza kujitokeza wazi kati yao na wanafamilia wengine wa kifalme. Taarifa hii imeibua maoni tofauti miongoni mwa Waingereza, huku waziri wa elimu Lucy Powell akifurahishwa na hatua yao. I'm sure that we are all pleased to see. Niko na uhakika kwamba wengi wetu tunafurahi kuwaona wakirejea na kuja kuishi hapa, na tunatumai kuwa maridhiano na familia yataendelea, kwa sababu nafikiri hilo ni jambo jema kwa nchi yetu, sivyo? Inatuma ishara nzuri kabisa. Good for the country, isn't it, to send out that signal.
Mnamo Machi mwaka 2020, wanandoa hao walitangaza rasmi kujiondoa kwenye majukumu ya kifalme na kuhamia nchini Marekani. Walifanya makazi yao katika eneo la kifahari la Montecito karibu na Santa Barbara, California. Katika miaka iliyofuata, Harry ambaye sasa ana umri wa miaka 41 na Meghan mwenye umri wa miaka 45 walitoa shutuma nzito mara kadhaa dhidi ya familia ya kifalme kupitia mahojiano ya televisheni, filamu ya mtandao wa Netflix na zaidi kupitia kitabu cha kumbukumbu cha Harry kiitwacho Spare. Wakati wa mahojiano mashuhuri ya mwaka 2021 waliofanya na mtangazaji Oprah Winfrey, Meghan alidai kuwa mmoja wa familia hiyo asiyetajwa jina aliuliza swali kuhusu jinsi ngozi ya mwanao Archie ingekuwa na weusi kiasi gani atakapozaliwa. Kaka yake Harry na mrithi wa kiti cha ufalme Prince William alijibu madai hayo kwa kukana vikali kuwa familia ya kifalme ya Uingereza si wabaguzi wa rangi. Harry pia alitoa maoni makali mno yaliyomlenga babake Mfalme Charles pamoja na kaka yake Prince William, hatua iliyosababisha kuvunjika kabisa kwa uhusiano wao. Mbali na hayo, Harry alionyesha hasira yake kufuatia hatua ya serikali ya Uingereza kubadilisha taratibu zake za ulinzi. Alielezea kuwa kuondolewa kwa ulinzi huo wa polisi kulimfanya ashindwe kuleta watoto wake nchini Uingereza kwa usalama. Swala la ulinzi la wanandoa hao limekuwa likizua mjadala mkali kwa Harry tangu alipopoteza ulinzi baada ya kujiuzulu majukumu ya kifalme mnamo mwaka 2020, hatua iliyomfanya baadaye kupinga uamuzi huo mahakamani. Alipoulizwa na wanahabari ikiwa serikali italipia ulinzi wa wanandoa hao, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema, sawa, hili ni swala la kibinafsi, ni swala linalowahusu Harry na Meghan, na tunawatakia kila la kheri katika hatua hii wanayochukua. Ripoti mpya zinasema watoto wao Prince Archie na Princess Lilibet tayari wamesajiliwa kuanza masomo kwenye shule za kibinafsi nchini Uingereza muhula huu wa Septemba, huku Mfalme Charles akielezwa kufurahishwa na fursa ya kuwa karibu zaidi na wajukuu zake. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Tukisonga mbele ni kwamba mke wa kiongozi wa upinzani wa Uganda aliye gerezani Kizza Besigye ameelezea siku ya pili ya kesi yake kama mzaha mtupu, huku ikiripotiwa kwamba mwanasiasa huyo yani Kizza Besigye amelazimika kubaki kitandani akiwa mgonjwa huko gerezani. Besigye mwenye umri wa miaka 70 amekuwa kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini kuhusiana na njama zinazodaiwa kwamba alipanga dhidi ya Rais Yoweri Museveni. Zaidi na Robert Kipto. Mke wa mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda anayekabiliwa na kesi ya uhaini Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi UNAIDS, amelaani kesi inayoendelea dhidi ya mumewe ambaye kwa sasa hana uwezo wa kufika mahakamani kutokana na sababu za kiafya. Byanyima amesema kuwa kesi dhidi ya mumewe imechochewa kisiasa na haina msingi wowote. Amesema kuwa Besigye hajakataa kufika mahakamani, lakini kwa sasa yuko katika hali mbaya ya kiafya na kuwa hawezi kuzungumza. Besigye alikamatwa nchini Kenya mwaka 2024 na kusafirishwa moja kwa moja hadi nchini Uganda ambako alifikishwa katika mahakama ya kijeshi, lakini kesi yake baadaye ilihamishwa hadi mahakama ya kiraia. Mwanasiasa huyo mkongwe kwa sasa anaendelea kupokea matibabu baada ya kuzirai akiwa mahakamani mapema mwezi huu. Mapema mwezi huu, Bi Byanyima alitoa wito kwa utawala nchini Uganda kumwachilia Besigye kwa dhamana ili atafute matibabu. Kesi ya Besigye imeendelea licha ya miezi kadhaa ya shutuma kutoka kwa jamii ya kimataifa. Baadhi ya mawakili wake wamekamatwa na kutupwa jela. Byanyima amesema Besigye alikuwa amepewa chaguo la kuhudhuria vikao vya mahakama kwa njia ya video, lakini waandishi wa habari hawakuruhusiwa kutumia simu zao za mkononi ndani ya mahakama hiyo. Byanyima amesema utawala wa nchi hiyo unajaribu kugeuza vitanda vya hospitali kuwa sehemu ya mahakama. Amedai kuwa kesi hiyo ni operesheni ya kisiasa na kijeshi ambayo imebadilishwa na kuwa zoezi la mahakama. Katika miezi ya hivi karibuni, Uganda imeimarisha msako dhidi ya wanasiasa wa upinzani, mawakili na vyombo vya habari. Kugunduliwa kwa dhahabu katika eneo la mbali magharibi mwa Kenya kumeibua msururu wa wachimba madini na watu wanaotafuta utajiri kutoka maeneo mbalimbali ya ukanda huo na nchi jirani ya Uganda. Mamia ya watu wamewasili katika kijiji cha Cheporo, kaunti ya West Pokot, wakitumaini kupata dhahabu. Hata hivyo, ongezeko hilo la ghafla la watu linaiweka jamii hiyo chini ya shinikizo, huku eneo hilo likiwa na miundombinu finyu na kukiwa na wasiwasi kuhusu ulinzi na usalama wa wachimbaji. Mwandishi wa BBC Akisa Wandera anaripoti.
Kabla hata jua halijachomoza, shughuli ya uchimbaji kwenye migodi huanza katika kijiji hiki cha Cheporor, eneo la Kanyarkwat, kilicho mbali katika eneo la magharibi mwa Kenya. Mamia ya watu wanatafuta kitu wanachotarajia kitabadilisha maisha yao: dhahabu. Wengine wanachuja tope na mchanga kando ya mto, wakitazama kwa makini, wakitumai kuona hata chembe ndogo ya dhahabu. Wiki chache tu zilizopita, Cheporor kilikuwa kijiji tulivu chenye wakazi wachache. Leo hii kimekuwa ni kitovu cha msururu wa watu wanaotafuta dhahabu. Wakazi wanasema idadi kubwa ya wageni hapa kijijini ulianza mapema mwezi huu baada ya taarifa kuibuka kwamba dhahabu imegunduliwa Pokot Magharibi. Manase Lomachar anasema alikuwa miongoni mwa wakazi wa kwanza kupata dhahabu hiyo. Nilikuwa natafuta mbuzi aliyepotea. Tulikuwa nadhani amezalia kichakani. Ndipo nilikutana na wamama fulani walikuwa wanafanya panning ya gold hapo mtoni, na nikajiunga nao katika hiyo harakati. Ndipo tuligundua kuwa kuna dhahabu hii area. Taarifa za dhahabu kugunduliwa hapa zilisambaa haraka. Ndani ya siku chache, maelfu ya watu wenye uchu wa kupata dhahabu walikuwa wamewasili wakiwa na majembe, vyombo vya kuchujia na matumaini ya kupata utajiri. Naibu kamishna wa kaunti ya West Pokot, Samuel Kiarie, ameiambia BBC kwamba mitandao ya kijamii ilichochea zaidi ongezeko hilo. Tulikuwa na takriban watu 10,000 kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo katika kaunti za jirani na hata nchi jirani kama vile Uganda. Idadi hiyo imepungua sana hadi kufikia wastani watu 2,500. Tunashuhudia kupungua kwa idadi hiyo kila siku kwa sababu kama unavyojua matarajio yalikuwa makubwa sana. Kwa muda, njia nyembamba zinazoelekea eneo la uchimbaji zilijaa watu, lakini wengi wa waliofika hawakuwa na uzoefu wa uchimbaji wa dhahabu. Msisimuko wa matumaini ya kupata dhahabu tayari umevuka mpaka na kufika Uganda. Miongoni mwa waliofika hapa ni mchimbaji mdogo wa dhahabu kutoka Uganda, Mugisha Godfrey. Tuko na changamoto kwa upande wa kulala, maana hakuna nyumba, tunalala chini ya miti. Ikipambazuka tena tunaendelea na kazi. Hapa mpango wa kurudi nyumbani, kama kuna kitu yenye inapatikana hatuwezi tukarudi nyumbani, labda kama tumepata yenye tunahitaji. Misafara hii ya watu wanaofika hapa kwa upande mwingine imefungua fursa kwa wafanyabiashara ambao wamesafiri mamia ya kilomita kuuza chakula, maji na bidhaa muhimu kwa idadi hii inayoongezeka ya watu. Mmoja wao ni Irene Ameja aliyesafiri kutoka kaunti jirani akitumaini kupata fedha za kutosha kupanua biashara yake. Kwa sababu hapa ni msituni, tuko katikati ya msituni, tuko katikati ya mlima. Kwanza hatuna maji safi ya kukunywa hata ya kuoga. Siku itabidi tu mtu ametafuta mahali pa kwenda na kukaa vizuri, kwa sababu hata wenye wanalala hapa sana sana kuwa ni wa kiume. Lakini ongezeko hili la ghafla la watu limefichua ukosefu wa miundombinu katika eneo hili. Hakuna maji safi, kuna huduma chache za usafi wa mazingira na wasiwasi kuhusu usalama unaongezeka hasa kwa wanawake. Mamlaka za eneo hilo zinasema zimeimarisha usalama huku zikiongeza hatua za kukabiliana na changamoto za afya na usafi wa mazingira. Na ingawa watafutaji wengi tayari wameondoka baada ya kupata dhahabu kidogo au kutopata kabisa, wengine bado hawajakata tamaa. Shukran Akisa. Mwanadiplomasia wa Uganda Olara Otunu anawania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya Antonio Guterres kumaliza muda wake mwishoni mwa mwaka huu. Otunu alizungumza Jumatano katika mkutano usio rasmi uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Anaingia katika kinyang'anyiro hicho akiwa mgombea wa 7 huku nchi wanachama zikiendelea kutathmini watakaogombea nafasi hiyo ya juu ya Umoja wa Mataifa. Taarifa zaidi na Shuaib Ibrahim. Otunu ambaye aliwahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mwakilishi maalum wa watoto katika maeneo ya migogoro ya kivita alipendekezwa na Uganda kupitia barua iliyotumwa Ijumaa kwa marais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama. Katika mkutano wake alieleza kuunga mkono mabadiliko ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, akisema mabadiliko hayo si hiari tena bali ni
jambo la lazima. Pia alitaja hali ya Gaza kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vya kwanza kutokana na kile alichokieleza kuwa ni kiwango kisichokubalika cha mateso na janga la kibinadamu. Let me say this clearly and simply. Acha niseme hili kwa wazi na kwa urahisi. Mabadiliko ya mfumo si hiari tena, ni jambo la lazima. Bila mabadiliko haya, taasisi hii ipo katika hatari kubwa. Hatuwezi kuendelea kufanya mambo kama kawaida. Kufanya hivyo itakuwa ni kosa kubwa na dosari la kihukumu. To do so would be a grave mistake and error of judgment. Akiwa na umri wa miaka 75, Otuonu ndiye mgombea mwenye umri mkubwa zaidi kati ya wanaowania nafasi hiyo hivi sasa, nafasi ambayo imeshikiliwa na Antonio Guterres, mihula miwili ya miaka 5 kila mmoja. Hata hivyo, mrithi wake Guterres katika nafasi hiyo atakuwa na jukumu la kuifufua tena taasisi hiyo iliyo katika mgogoro na kupoteza ushawishi, huku ikikabiliwa na shinikizo kubwa la kufanya mabadiliko kwenye ukosefu wa ufanisi na gharama kubwa za kiutawala, pamoja na kupunguza mwingiliano wa majukumu kati ya mashirika yake mengi. Among the conflicts on which I would focus immediately, miongoni mwa migogoro ambayo nimeiangazia mara moja kwa sababu ya kiwango kisichokubalika cha mateso na janga la kibinadamu ni hali ya Gaza, lakini hatupaswi kuishia tu katika kumaliza awamu hii sasa ya mgogoro. Ni muhimu sana kwamba tuanze kama jambo la kipaumbele kushughulikia chanzo kikuu cha tatizo ili kupata suluhisho la muda mrefu. The root cause of the problem and have a long-term solution to this problem. Wagombea wengine ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki la Umoja wa Mataifa IAEA, Rafael Grossi wa nchini Argentina, aliyekuwa rais wa Chile Michelle Bachelet, makamu wa rais wa zamani wa Costa Rica Rebecca Grispana, Maria Fernanda Espinosa ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje na ya ulinzi wa Ecuador, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Guyana Caroline Rodriguez, pamoja na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Mchakato wa kuwachuja wagombea unatarajiwa kuanza rasmi wiki hii kupitia kura za siri za awali kwenye Baraza la Usalama lenye wanachama 15, lengo ikiwa ni kupunguza idadi ya wagombea. Wagombea wengine bado wanaweza kujitokeza kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Wanadiplomasia wanasema hakuna mgombea anayeonekana kuongoza waziwazi kwa sasa, ingawa kuna mtazamo mpana kwamba ni zamu ya bara la Amerika Kusini kutoa kiongozi mpya wa Umoja wa Mataifa, huku kukiwa na ushawishi wa kumuunga mkono mwanamke kushika wadhifa huo kwa mara ya kwanza. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Nchini Rwanda, ripoti iliyotolewa na shirika linalopambana na ufisadi la Transparency International Rwanda imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Ripoti hiyo inaangazia hasa suala la rushwa ya ngono inayowahusisha wahadhiri na wanafunzi wa kike wanaotaka kuongezewa au kupewa alama bora za masomo. Mbali na hayo, shirika hilo linabainisha kuwa ufisadi umeripotiwa pia katika utoaji wa zabuni za usambazaji wa chakula cha wanafunzi shuleni, uajiri wa walimu, pamoja na ugawaji wa nafasi za mafunzo ya kazi kwa vitendo ambayo hutolewa kwa wanafunzi. Mwandishi wa BBC Yves Buchana na taarifa zaidi. Ushahidi wa rushwa ya ngono katika vyuo vikuu ambao shirika la Transparency International Rwanda lilitumia katika ripoti yake ulipatikana kutoka kwa wasichana wenyewe walioombwa na walimu kushiriki ngono. Mashahidi pia ni baadhi ya wanafunzi na wahitimu wa chuo kikuu. Kawaida katika chuo tunapofanya mitihani ya majaribio, kwenye karatasi kunakuwa na namba inayotambulika kwa kila mwanafunzi na hakuna majina tunayoweka. Lakini wakati mmoja nilishangaa sana pale mwalimu alipolazimisha tuandike namba zetu za simu nyuma ya karatasi. Baadaye mwalimu huyo aliwapigia simu wasichana na wanawake pekee na kuwaambia namna wanavyoweza kupata alama za urahisi, yani kufanya nao ngono. Katika ripoti yake, Transparency International Rwanda haikuonesha ukubwa wa tatizo hilo kwa takwimu, isipokuwa kusema kwamba rushwa ya ngono imekithiri katika vyuo vikuu mbalimbali. Rugwego Albert ni mtafiti wa shirika hilo.
Katika ripoti yetu tulibainisha kuwa rushwa ya ngono inaonekana katika vyuo vikuu vinavyosimamiwa na serikali na vile vya kibinafsi, ambapo wasichana wanaombwa rushwa ya ngono ili wapate alama na pia wapate mitihani mapema kabla haijafanyika. Hii inaharibu elimu na ubora wa elimu. Changamoto nyingine tulizoona zinahusiana na utoaji wa kazi kwa walimu, ambapo tuligundua uwepo wa rushwa. Japo baada ya ripoti hii, serikali inaweka mifumo ya teknolojia katika kutoa nafasi za kazi ili rushwa iweze kukoma. Katika chuo kikuu cha Rwanda wanakiri uwepo wa rushwa ya ngono. Ignatius Kabagambe ni msemaji wa chuo hicho. Ripoti hiyo tutaichukua kama chombo muhimu katika kupambana na kile tunachokiri kuwa ni tatizo. Chuo kikuu cha Rwanda kwa kushirikiana na ofisi ya Ombudsman tulianzisha kamati za kupambana na rushwa zinazohusisha watu mbalimbali wakiwemo wanafunzi, na kuna klabu maalum kwa kupiga vita rushwa ya ngono peke yake. Jambo la msingi zaidi ni kuweka mifumo salama ya jinsi watu wanavyoweza kutoa taarifa za ukweli bila kupata matatizo baadaye. Rwanda, ufisadi hauvumiliki hata kwa kiwango kidogo sana. Sheria ya Rwanda inaharamisha waziwazi rushwa ya ngono na kuweka adhabu ya kifungo cha miaka 5 hadi 10 jela. Hata hivyo, utekelezaji wake bado ni nadra sana. Kulingana na ripoti hiyo, rushwa ya ngono ni ngumu kuitambua. Pamoja na hayo, shirika la kupambana na ufisadi linabainisha kuwa kuna changamoto kubwa ya kwamba waathirika wengi wanashindwa kutoa taarifa kutokana na uwepo wa vizuizi vya utamaduni ambavyo hufanya iwe vigumu kwa mwanafunzi kusema kwa wazi kuwa aliombwa rushwa ya ngono na mwalimu wake. Ive Buchana, BBC. Shukran sana Ive Buchana. Msikilizaji, napata fursa kidogo tu ya kutupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona Isaya Sambo mpenda amani anasema sina uhakika sana kama vikwazo vya Rais Trump vitasaidia vyovyote, kwani havigusi moja kwa moja uchumi wa wahusika. Lakini David Sechenga, mwanaharakati mzalendo kutoka Wagum tunadumu Muhezenga, Tanga, Tanzania, anasema tuko pamoja kwa matangazo haya Dira ya Dunia mpaka tamati. Shukran sana. Juma Jose anasema nawapata vyema nikiwa Kilulu Janda, Kigoma, Tanzania. Jamani, vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Lakini Willy Rais wa Amana anasema yuko Arusha Ndogo, Chato. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema nawapata vyema nikiwa Arusha Road, Singida. Lakini huyu hapa Miraji mwana wa Kibinda toka Morogoro, Sabasaba, Tanzania, anasema ninawapata vizuri sana kupitia Radio 1. Naye Kamoja Amri Mahwa wa Urambo, Tabora, Tanzania, anasema tunawapata vyema BBC. Mungu awape wepesi DRC wamalize hili janga la ugonjwa wa Ebola. Vile msikilizaji, ugonjwa wa malaria bado ni tishio kubwa la afya duniani, ambapo inasemekana kwamba bara la Afrika limeathirika zaidi na ugonjwa huu. Ugonjwa huu huenezwa na mbu jike aina ya Anopheles, ambaye huambukiza ugonjwa wa malaria pale anapouma mtu na kuingiza vimelea vya Plasmodium kwenye damu kupitia mate yake. Tarehe ya leo ambayo ni Agosti tarehe 20 ya kila mwaka ni siku ya mbu duniani, na lengo ni kukumbusha jamii hatari ya mbu na pia kutambua ugunduzi sasa wa Dr. Sir Donald Rose, ambapo mwaka 1897 aligundua kwamba mbu wanasafirisha malaria kwa binadamu. Halima Nyanza anaangazia hili zaidi. Hiyo ni sauti ya mbu aina ya Anopheles ambaye anaambukiza ugonjwa wa malaria ulio hatari kwa binadamu. Festo Williams ni mmoja ya waliowahi kukumbwa na madhara yake baada ya kuambukizwa malaria kali. Nikawa naishiwa nguvu, nikapoteza hamu ya kula, nikawa siwezi kula kabisa. Hata kutembea nikawa siwezi. Baada hapo ufahamu ulipotea, nikuja kujikuta niko hospitali. Baada ya kupata fahamu, madaktari walikuambiaje? Alichoniambia kwamba malaria ilipanda ikawa naelekea kwenye ubongo, na ndio maana mimi nimechanganyikiwa. Charles Dismas Mwalimu ni mkuu wa kitengo cha udhibiti wa wadudu dhurifu wanaoeneza magonjwa